Naendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa sana katika sekta yetu ya elimu. Lakini napongeza sana wizara wa Mheshimiwa Adolf Mkenda na timu nzima ya wizara na taasisi zake za elimu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Haya ni maonyesho yetu ya pili. Mwaka jana walikuwa hapo hapa, lakini mwaka huu wamekuja na ubunifu mkubwa zaidi, ujuzi mkubwa na maarifa na elimu kubwa zaidi. Huduma zote hapa zitaendelea kupatikana. Mtu anataka sijui kujaza fomu, kuanza kujiunga na chuo kikuu, anataka kuuliza taarifa zozote kuhusu elimu, masuala ya ufundi, masuala ya vyeti vya mitihani, vitu vyote vinahusiana na elimu. One Stop Center ni hapa. Kama ambavyo tunaona kuna Sabasaba kwa ajili ya biashara, kuna 88 kilimo. Basi hii ni wiki ya taifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Yaani maonyesho yote, shughuli zote zinazohusiana na elimu Tanzania na ulimwengu yako hapa Tanga Usagara. Kwa hivyo Watanzania, Wanatanga, tusikose fursa hii. Nimepita kwenye mabanda kuangalia tu wanavyoanza, mambo yanavyoendelea. Nimeshangazwa na mambo makubwa yanayofanya. Vijana sasa hivi wanatoka tena wa mitaani, wamebuni, wamewezeshwa, wamebuni vitu mbalimbali. Kuna mkuta mabinti wanasema sisi tulikuwa binti wa mitaani. Tumebuni mashine ya 3D ya kutengeneza hizi alama ndundu zile, na za wanafunzi wa shule ya awali wanaweza kuona zile ABCD zinatengenezwa hapa Tanzania. Tulete tena China. Sasa hawa watoto wakienda wakipewa fedha, na kuna mfuko wa fedha zetu wanashirikiana na CRDB, wanaenda kuanzisha biashara yao. Lakini nimeona vitu mbalimbali, bidhaa za asili ambazo zina utafiti wa vyuo vikuu. Watoto wanakunywa juisi hizi za maji na sukari chungu nzima. Baada ya miaka 5, miaka 10, mtoto mdogo anakuwa na ugonjwa wa kisukari, diabetes. Wamekuja hapa chuo kikuu, wana juisi yao, wametengeneza na Rosella, wametengeneza na moringa. Mtoto akinywa inamuimarishia immunity yake, kinga yake mwili, lakini inamuongezea hata na akili katika ubongo. Sasa ni vitu vingi watakuja kujifunza hapa Tanzania. Elimu kwa kweli wametuheshimisha kama nchi. Tunaenda kuona jinsi gani watakavyotupeleka kwenye dira 2050. Hao ndio watatuvusha. Bila elimu, bila ujuzi, bila ubunifu, hakuna SGR, hakuna sijui bandari, hakuna sekta ya madaktari, hakuna wahudumu na wafanyakazi katika maeneo yote. Kwa hivyo mimi niwapongeze, niwaombe sana Watanzania walioko mikoa jirani na hata walioko mbali wawahi. Kesho tutakuwa na ufunguzi mpaka tarehe 24. Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuja kuyafunga haya maonyesho. Ni fursa adimu kwenye eneo lote linalohusiana na elimu, ujuzi na ubunifu.